Kwa majina naitwa Eden Mashayo, ni mwenyekiti wa Vision Care Foundation, lakini pia ni mwenyekiti wa Eye Care NGO Forum Tanzania. Katika Eye Care NGO Forum tuna NGOs nyingi ambazo tunaungana kwa pamoja kutengeneza forum hiyo, lakini kikubwa zaidi ambacho kimetupeleka kwenye kufanya project hii ya kutafuta ubunifu tofauti wa kupeleka huduma, kupeleka taarifa au kupeleka ujumbe kwa jamii kuhusiana na afya ya macho ni kwa sababu ya mwitikio ambao tunatamani uwe mkubwa zaidi kwa wananchi kuja kupata huduma ya afya ya macho. Kwa takwimu zilizoko tunasema ni zaidi ya 80% ya upofu uliopo Tanzania au nchi ambazo zinaendelea kwa ujumla unatibika au unazuilika. Lakini sasa tabia ambayo tunayo ya kutokwenda kutibiwa, kutokwenda kutafuta matibabu, kwenda kutafuta kuona wataalamu wa afya ya macho ndio imepelekea sasa sisi kutafuta njia zingine mbadala za kupeleka ujumbe kwa jamii waweze kujua na kuweza kupata huduma zile na hospitali ambazo tunazo. Watu wamekuwa wakiuza miwani ambao sio wataalamu, na miwani ambayo wamekuwa wakiuza ni ile ambayo inatakiwa kutumiwa na wagonjwa wa macho, kitu ambacho ni hatari sana kwa mtu ambaye sio mgonjwa. Sasa hili wimbi linaendelea kila mkoa kwa sasa hivi, na niombe tu jamii kwamba tusipende kutumia huduma za afya mitaani, twende kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Tunafahamu vituo vyetu vinatoa huduma maeneo yote mpaka ngazi ya zahanati. Twende tukakutana na wataalamu waweze kutushauri namna gani tunaweza kupata huduma za macho, na kama tunahitaji miwani tutaweza kupimwa, tunaona miwani ipi inatakiwa kulingana na tatizo tulilokuwa nao. Lakini sambamba na hilo, kuna uuzaji pia wa dawa za macho holela ambazo zinauzwa na watu ambao sio wataalamu. Tuepuke sana hichi. Unaweza ukaona hakina madhara kwa sasa hivi, lakini kwa muda unavyoendelea unakuta unapata madhara na taifa linakuwa na watu wengi wasioona. Lakini niwaombe jamii, tunavyo vituo vyetu ambavyo vinatoa elimu ya afya juu ya macho, lakini pia tunazo nyanja mbalimbali, tunavyo vitengo vyetu kupitia Wizara ya Afya vinatoa elimu ya macho. Tutumie zile taarifa kwa sababu ndizo taarifa sahihi zinatufanya tuwe na macho imara kwa ajili ya ustawi wa jamii yetu. Ninawashukuru ndaki natokea katika studio za Canal Media ambazo tunahusika na kuproduce nyimbo lakini pamoja na michezo ya radio. Nashukuru Mungu na nashukuru Eye Care kwa ajili ya ili shindano na nimefanikiwa kuwa mshindi wa kwanza. Na nashukuru washiriki wote, lakini pia nimefurahi kujumuika kuwa part ya hii shindano kwa sababu najua ujumbe huu ambao tumeutengeneza mimi pamoja na timu yote utaenda kufanya kazi sana kwenye jamii, na jamii itapata ujumbe hasa kuhusiana na afya ya macho. Na natamani pia jamii tunapokuwa kwenye social media, tunapokuwa kwenye mtandao, tujitahidi pia kufocus na vitu ambavyo vinatupa elimu, hasa elimu za afya, ili tuweze kujenga watoto wetu, lakini pia kwa taifa kwa ujumla. Na hawa watu wanafanya kazi nzuri, kwa sababu kazi ili iende vizuri, macho yanatakiwa yawe salama na yawe vizuri. Vizuri kutengeneza maudhui ambayo naona kabisa yanaenda kuelimisha au kufanya mabadiliko kwa jamii.